Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndio channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha ama kujisajili kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Sisi tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni. Lengo letu ni kukujuza yale yanayoendelea kuripotiwa kwenye ardhi ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Naam, moja kwa moja bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia leo hii. Taarifa zetu tutazianzia hapa mjini Goma. Leo hii ni tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa ambazo tumekuandalia. Bintu Kaeta yuko mjini Goma kwa sasa. Ana safari ya siku 3 akiwa hapo mjini Goma. Miaka 3 imeisha, Bunagana ikiwa mikononi mwa waasi wa M23. SADC wameanza kuondoka leo hii. Hayo na mengine mengi ndio tunakuja kukuletea, na tukikupeleka hata kwenye uwanja wa mapambano ili tukujuze yale yanayoendelea kuripotiwa huko. SADC, kikundi cha kwanza cha SADC cha wanajeshi 700 wameondoka leo hii wakielekea huko nchini Tanzania ndipo waweze kurudia kwenye nchi zao. Wanajeshi hawa 700 wameweza kuondoka leo wakitoka mjini Goma. Ni baada ya kuwa walikuwa wamepeleka silaha mnamo siku zilizopita. Walikuwa wakipeleka silaha zao ili ziweze kurejea kwenye nchi zao. Kwa sasa wanajeshi wameanza, na leo ndio wanajeshi wengi wameweza kuripotiwa kuwa wameweza kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jana gari za Rwanda ama za kampuni tofauti za Rwanda zimeweza kukuja kutoka Rwanda na kuingia Goma, ambapo zililala mjini Goma ili ziweze kuwachukua wanajeshi hawa wa SADC. Wale ambao wameweza kukuja leo wameweza kutumia gari za Rwanda 13. Na inaonekana kuwa kubwa kwa jeshi la SADC. Wameshindwa na kulinda amani hapa mjini Kongo kama vile ilivyokuwa kwa malengo yao. Na ikumbukwe ya kwamba ni aibu tena kuwa wameweza kusafiri wakitumia njia ya Rwanda, nchi ya Rwanda na magari ya Rwanda, kwa kuwa huwa wanashitumu Rwanda kuunga mkono jeshi la M23. Hata mji wa Goma ulipo kamatwa, wanajeshi hawa pamoja na wanajeshi wa FARDC, kulingana na ripoti zilizotoka Rwanda, zimesema ya kwamba wameweza kushambulia Rwanda, wakishambulia hapo mjini Gisenyi, ambapo raia wengi wamekufa na wengine kukimbia siku hiyo, ambapo mji wa Goma kulikuwa mapambano. Na hii iwe funzo kwa rais wa Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi, pia iwe rais kwa wakongomani wote kwa ujumla, waweze kutambua na kujua ya kwamba hakuna yule ambaye anayewajali na hakuna yule ambaye atapigania nchi ya Kongo ambapo imevamiwa na maadui
Nchi jirani haziweze kusaidia SADC, walikuwa wengi, walikuwa na silaha nyingi, lakini haijasababisha wao kutokushindwa. Wameweza kuinua mikono wakiwa na vifaa hivyo. Pia hapa Goma kulikuwa MONUSCO ama Kongo kwa ujumla, MONUSCO ambao imefanya muda wa miaka 30 wakiwa mjini Kongo. Lengo lao kubwa ni kulinda usalama hapa nchini Kongo. Lakini haijasababisha makundi ambayo yanayomiliki silaha yanayosababisha usalama mdogo kuinuka ama kuzaliwa kila siku. MONUSCO wako, SADC wako, jeshi la EAC limekuja, jeshi la Burundi liko, lakini hawa wote hawajasababisha amani hata kidogo, bali wanaongezea usalama mdogo kwa raia wanaoishi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo wakongomani waweze kuiga kutokana na haya. Na hao wote ikumbukwe ya kwamba wanalipwa pesa mingi. Jeshi la MONUSCO wanalipwa pesa mingi. SADC walikuwa wakilipwa pesa mingi. Jeshi la Burundi wanalipwa pesa mingi. Jeshi la wamercenaires wanalipwa pesa mingi. Lakini ukiangalia askari jeshi wa FARDC mshahara ni kidogo. Mzalendo halipwi chochote. Wao ndio wako kwenye frontline wakipigana hapa Goma. Ikumbukwe ya kwamba FARDC walikuwa walinzi wa jeshi wa SADC, wamoja wakilala huko kwenye nyumba zao wakiwalindia usalama. Jeshi la SADC kila kuku linawachia wanajeshi wa FARDC, ambapo ni kitu cha kuhuzunisha. Wanalipwa maelfu na maelfu ya madola, lakini mzalendo halipwi. Kwa hivyo wakongomani tuige kupitia haya ambayo tumeweza kushuhudia kupitia jeshi la MONUSCO na jeshi la SADC, pia na EAC ambao walikuja. Na kama vile tulivyosema, leo ndio imedhihirishwa kuwa wanajeshi wengi wameweza kuelekea Rwanda wakienda Tanzania wa SADC, ambapo wameweza kutumia gari 13 wakiwa wanajeshi 700. Na habari za Bintu Keita amewasili Goma kama vile tulivyosema hapo katika mikutano mikubwa, na akona safari ya siku 3 akiwa hapa mjini Goma. Na katika msafara huyu wake Bintu Keita ana mpango wa kupatana na viongozi wa AFC. Kile watakachokiongea ni kuona kama MONUSCO wataendelea kuishi hapa mjini Goma ama wataweza kuenda wapi baada ya mikataba walikuwa wameisaini na serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wako kwenye maeneo ambao nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haidhibiti. Kwa hivyo lazima kuwe na mikataba mpya ya AFC na MONUSCO. Baada ya siku 3 tutajua vile AFC na MONUSCO wamesha kile ambacho wamekiamua, lakini kinachoonekana AFC haitakuwa pamoja na jeshi la MONUSCO. Itawaambia MONUSCO waweze kutoka maeneo ya Goma kwa kuwa wao wenyewe wanajidai kuwa wanalinda usalama wa raia na wananchi na mali zao. Hiyo ni neno la kwanza. Neno la pili, MONUSCO haijasaini mkataba wowote na AFC, bali wamesaini na serikali ya Kongo. Kwa hivyo jeshi hili la MONUSCO linaweza kupelekwa maeneo ambayo kundi la jeshi la FARDC linamiliki. Bunagana hii imekuwa miaka 3 ikiwa mikononi mwa jeshi la M23. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kitu kikubwa sana. Kwa hivyo wameweza kupata, hata kama hawajasonga sana kwa hii miaka 3, lakini wameweza kujipanga. Hata kidiplomasia wako sawa, kwa kuwa Bunagana biashara inaendelea, kila kitu. Kuna kile kitu ambao unagana kwa miaka 3 ijulikane kuwa ya kwamba wamejiunga na Alliance Fleuve Congo.
Pia katika miaka hii mitatu wameweza kujiunga na aliyekuwa rais Bwana Kabila Kabange Josefu. Ikumbukwe pia wamepata silaha nyingi hata na Uganda pia wanaendelea kupata misaada mingine kupitia marafiki zao. Sina la ziada, hapa ndipo nimetamatisha yale ambayo nilikuwa nimekuandalia na kutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Shukrani.